Ni ripoti ambazo zinatokea katika eneo la Special Military Operation, na leo tunakutana na taarifa ambayo inahusiana na kwamba Ukraine wamekubali kuikodisha nchi kwa Marekani. Wabunge wa Ukraine wameridhia Marekani ichimbe madini yake wanavyotaka. Bunge la Ukraine kwa maana ya Verkhovna Rada limeridhia mkataba wa kimkakati wa madini na Marekani katikati ya hali ya kutoridhika kuhusu mazungumzo ya kusitisha mapigano. Bunge la Ukraine leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2025 lilipiga kura kuunga mkono kuridhia mkataba wa madini uliotiwa saini kati ya Ukraine na Marekani, makubaliano ambayo Kyiv inatumai yatasaidia kuimarisha msaada wa kijeshi kutoka Washington katika harakati zake za kuzuia uvamizi wa majeshi ya Urusi. Licha ya baadhi ya wabunge wa Ukraine kuwa na mashaka kuhusu iwapo serikali ilikuwa imewapa taarifa zote muhimu kuhusu mkataba huo na kuhusu baadhi ya masharti yake, wabunge 338 walipiga kura kuunga mkono kuridhia mkataba huo bila kupatikana kura hata moja ambayo imepinga. Akichapisha katika ukurasa wa X, naibu waziri mkuu wa kwanza Yuri Saliadenko kupitia katika chapisho lake amesema bunge la Ukraine limeridhia mkataba wa kihistoria wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Ukraine pamoja na Marekani. Anasema hati hii si tu maandishi ya kisheria bali ni msingi wa muundo mpya wa uhusiano na mshirika mkuu wa kimataifa ambaye ni mshirika wa kimkakati kwa maana ya Marekani. Baadhi ya wabunge wameelezea wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa maelezo ya kina katika baadhi ya vipengele vya mkataba huo, ikiwemo kuhusu jinsi mfuko wa uwekezaji kwa ajili ya ujenzi wa taifa la Ukraine utakavyosimamiwa au jinsi michango itakavyotolewa. Saliadenko alifanya mkutano na wanahabari akitoa majibu kwa baadhi ya maswali hayo, akisema kuwa mfuko wa uwekezaji utaanza kazi katika wiki chache zijazo na mafanikio yake yanategemea kiwango cha ushiriki wa Marekani. Maafisa wanasema kuwa nyongeza mbili zitakazofafanua vipengele hivyo kwa kina zitatolewa baadaye. Hata hivyo, faida halisi ya mkataba huo huenda ikaonekana baada ya miaka mingi, pengine hata zaidi ya muongo mmoja. Kuridhia kwa bunge kumekuja siku moja kabla ya Urusi ambayo ilianzisha uvamizi mkubwa kwa Ukraine mnamo Februari 2022 kufanya gwaride la kijeshi la kuadhimisha miaka 80 tangu ushindi dhidi ya Ujerumani wa Kinazi au Ujerumani ya kifashisti. Maandalizi ya gwaride la Urusi yameendelea kukumbwa na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani kutoka Ukraine dhidi ya maeneo mbalimbali ya Urusi, ambapo Kyiv inatumai kwamba kuridhia mkataba wa madini utaimarisha msimamo wake katika mazungumzo ya kusitisha mapigano ambayo hadi sasa hayajazaa matunda, hali inayomvunja moyo rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Urusi yenyewe imetangaza kwamba inataka Ukraine ikubali kuachia maeneo yote ambayo rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliyaangusha na kuyaunganisha katika mikono ya Urusi na kukubali kuwa nchi ambayo haiegemei upande wowote daima, ambapo Kyiv imekataa masharti hayo, ikisema kufanya hivyo ni sawa na kujisalimisha na kuacha taifa bila ulinzi. Ukraine imesema iko tayari kukubali pendekezo la Marekani la kutekeleza sitisho la muda wa mapigano kwa siku 30 ambalo linaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pande zote mbili, na wameishutumu Kremlin kwa kupuuza pendekezo hilo. Putin kwa upande wake alipendekeza sitisho la mapigano kwa siku 3 tu kuanzia Mei 8 hadi Mei 10, ambapo mkataba huo wa madini ambao umetiwa saini mwezi uliopita mjini Washington unaiwezesha Marekani kupata fursa ya kipekee ya kushiriki katika miradi mipya ya uchimbaji madini nchini Ukraine, na unaweka msingi wa kuanzishwa kwa mfuko wa uwekezaji utakaotekelezwa katika ujenzi mpya wa Ukraine kwa kipindi cha miaka 10 ya mwanzo. Baada ya miezi ya mazungumzo magumu yaliyokaribia kuvunjika kufuatia mkutano mbaya kati ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump pamoja na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky mwezi Februari mwaka huu, mkataba huo pia umewapatia Kyiv baadhi ya mafanikio, ikiwa ni hakuna tena kurejesha msaada wa awali kama Trump alivyodai, na Marekani imetambua nia ya Ukraine ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Ukraine pia inaona mkataba huu kama njia ya kuharakisha upokeaji wa silaha mpya kutoka Marekani, hasa mifumo ya ulinzi wa anga aina ya Patriot ambayo inahitajika haraka kukabiliana na mashambulizi ya makombora kutoka Urusi yanayozidi kuongezeka kila uchao. Hata hivyo, mkataba huo haujatoa hakikisho la wazi juu ya jambo hilo. Makubaliano hayo ambayo Zelensky anasema ni bora kuliko rasimu za awali ambazo baadhi ya watu mjini Kyiv walizielezea kama ni rasimu za kikoloni, anasema ni sehemu muhimu ya juhudi za Kyiv za kurekebisha uhusiano na Trump baada ya mkutano wao wa awali katika ikulu ya White House.
Baadhi ya wabunge wa Ukraine wamepongeza juhudi za serikali kushawishi msimamo wa Trump ambao awali ulionekana kuipendelea Urusi. Kauli ambayo imezungumzwa na mmoja kati ya washirika wa bunge, anasema msimamo wa Trump umeanza kubadilika taratibu, hata kama ni kwa milimita, lakini angalau unaelekea upande sahihi. Alizungumza Ina Soulsan, mbunge kutoka chama cha upinzani cha Holos, kupitia katika ukurasa wake wa Facebook. Kwa mujibu wa utafiti wa taasisi ya kimataifa ya sosiolojia ya Kiev, asilimia 47 ya wananchi wa Ukraini wanaunga mkono mkataba huo, asilimia 22 wanaamini unaweza kuwa na madhara, huku asilimia 19 wakisema hautakuwa na athari yoyote kwa taifa hilo la Ukraini. Kwa hiyo ndio maana pale juu nimeanza kuzungumza nikasema sasa ni rasmi, Ukraini wamekubali kuiuza nchi yao, kuikodisha nchi yao kwa taifa la Marekani, ambalo sasa litalazimika kuchimba rasilimali madini adhimu yaliyopo pale nchini Ukraini kama kufidia gharama ambazo Marekani wamezitumia kuisaidia Ukraini kupambana na serikali ya Urusi. Wakati Kiev imekubali kusaini mkataba huo na Marekani, bado tumeona wameishutumu Urusi kwa kuvunja sitisho la mapigano la siku 3 ambalo lilitangazwa na Vladimir Putin. Ukraine imeripoti mashambulizi madogo katika eneo la kaskazini mashariki mwa Sami, lakini hakukuwa na mashambulizi ya makombora wala ndege zisizokuwa na rubani, licha ya agizo la Rais wa Urusi Vladimir Putin la kutangaza sitisho la mapigano la siku 3 kuanza kutekelezwa kuanzia tarehe 8. Putin alitangaza kwa upande mmoja sitisho hilo la muda la mapigano ili liendane na gwaride la siku ya ushindi mjini Moscow litalotarajiwa kufanyika tarehe 9 ya mwezi wa 5 Ijumaa, hii ikiwa ni pendekezo ambalo lilitolewa na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kwamba wanatakiwa kusitisha mapigano kwa muda wa saa 72. Kuanzia saa 2 asubuhi hakukuwa na mashambulizi ya makombora wala ndege zisizokuwa na rubani katika anga ya Ukraini. Hata hivyo, usiku kucha adui aliongeza mashambulizi ya anga ya kijeshi kwa kutumia mabomu yanayoongozwa na teknolojia ya hali ya juu katika mkoa wa Sami, jeshi la anga la Ukraine lilieleza baada ya kuripoti uzinduzi kadhaa wa silaha mapema asubuhi. Shambulizi mmoja lilipiga eneo la makazi karibu na kijiji cha Bilopilia kilicho karibu na mpaka wa Sami na mkoa wa Kursk wa Urusi, kwa mujibu wa huduma za dharura za Ukraine. Mkuu wa kituo cha kukabiliana na taarifa potofu cha Ukraine, Andrei Kovalenko, amesema kwamba Urusi imekuwa ikivunja sitisho la mapigano kwa kushambulia mkoa wa Sami, na akipongeza kuwa kulikuwa na mashambulizi katika mstari wa mbele mashariki katika mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine, ingawa makao makuu ya jeshi hayakuwa yametoa taarifa rasmi. Sitisho hilo la mapigano lililenga kuendana na ujio wa viongozi wa kidunia mjini Moscow, akiwemo Rais wa China Xi Jinping, Rais Lula Inacio Lula da Silva wa Brazil, Rais Aleksandar Vučić wa Serbia, kwa ajili ya maadhimisho ya kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia. Ukraine haikuwahi kukubali pendekezo hilo na ilikataa, na badala yake ikatoa wito wa kuwepo kwa sitisho la mapigano kwa muda wa siku 30. Putin yeye alitangaza sitisho la mapigano mwezi uliopita kama ishara ya kibinadamu kufuatia shinikizo kutoka Marekani kusitisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Ukraine yaliyodumu kwa miaka 3 mfululizo. Urusi, ambayo ilianzisha uvamizi wa kijeshi nchini Ukraine, ilirusha zaidi ya ndege 100 zisizokuwa na rubani, droni na makombora kadhaa ya ballistic dhidi ya Ukraine Jumanne usiku hadi Jumatano rasili, ambapo mashambulizi hayo Kiev ilisema yalisababisha vifo vya watu wengi, ambapo tuliona makamu wa rais wa Marekani JD Vance alitoa wito kwa Urusi na Ukraine kuanza majadiliano ya moja kwa moja, akisema wanaamini kwamba haiwezekani wao kama wapatanishi pekee bila kuwa na angalau mazungumzo ya moja kwa moja kati ya pande zote hizo mbili. Urusi huadhimisha siku ya ushindi kwa gwaride kubwa la kijeshi katika uwanja wa Red Square, ambalo litafuatiwa na hotuba ya Bwana Vladimir Putin, ambapo zaidi ya viongozi 20 wa dunia wanatarajiwa kuhudhuria gwaride hilo la Mei 9 mjini Moscow. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.